Kauli ya Nape mbele ya Rais Samia Suluhu imezua sintofahamu Chadema. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope. Tafadhali kumbuka kusubscribe. Tukio la kisiasa liloshuhudiwa hivi karibuni mbele ya Rais Samia Suluhu Hassan limeacha gumzo kubwa kwenye anga za siasa za Tanzania. Waziri wa Mawasiliano na Teknolojia ya Habari Nape Nnauye alitoa kauli iliyoibua sintofahamu hasa kwa viongozi wa Chadema kuhusu mchakato wa maridhiano na ushiriki wao kati ya uchaguzi mkuu ujao. Na katika hotuba yake, Nape alisisitiza kuwa maridhiano hayawezi kuwa sababu ya vyama vya siasa kutoshiriki uchaguzi. Alibainisha kuwa ushiriki wa vyama vyote ni muhimu kwa kuimarisha mfumo wa kidemokrasia na ni jambo linaloonekana kama dokezo kwa Chadema ambao wamekuwa wakipinga kushiriki uchaguzi bila kwanza kufanyika mabadiliko ya kisheria na kikatiba. Kauli hiyo haikupokelewa vyema na baadhi ya viongozi wa upinzani waliokuwepo, na kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa, viongozi hao walichukulia matamshi ya Nape kama dharau wa mchakato wa maridhiano unaoendelea kati ya serikali na vyama vya siasa. Hali inazua mjadala mpana kuhusu mustakabali wa siasa za upinzani, ikizingatia kuwa Chadema imekuwa ikisisitiza mageuzi ya msingi kabla ya kushiriki uchaguzi wowote. Hata hivyo, upande wa serikali, kauli ya Nape inaweza kuonekana kama msimamo wa wazi kwa maridhiano ambayo hayapaswi kutumika kama kisingizio cha kususia uchaguzi. Hoja hii imeweka shinikizo kubwa kwa Chadema na vyombo vingine vya upinzani kuamua hatma ya ushiriki wao. Huku wakiwa bado na madai ya msingi kuhusu tume huru ya uchaguzi, marekebisho ya sheria na uhuru wa vyombo vya habari, Rais Samia Suluhu Hassan ambaye alikuwepo wakati wa tukio hilo hakutoa kauli ya moja kwa moja kuhusiana na maneno ya Nape, lakini uwepo wake pekee uliipa tukio hilo uzito wa kipekee. Hali hii imewafanya wachambuzi wa siasa na wananchi kuendelea kujadili kwa kina, wakitafakari athari zake kwa mwelekeo wa kisiasa wa taifa kuelekea uchaguzi mkuu ujao. Kwa muda mrefu sasa, Rais Samia ameonekana kuhimiza maridhiano na kuonyesha nia ya kuleta mageuzi ya kisiasa nchini, lakini tukio hili limeibua taswira tofauti kuhusu namna serikali na vyama vya upinzani vinavyotazama dhana ya maridhiano. Kwa Chadema, maridhiano ni pamoja na mabadiliko ya msingi katika mifumo ya kisheria, wakati kwa serikali maridhiano yanaweza kuimaanisha kuendelea kushirikiana kisiasa bila sharti na mageuzi makubwa kabla ya uchaguzi. Mjadala huu umeonyesha wazi changamoto zinazokumba Tanzania katika safari yake ya kidemokrasia. Ushiriki wa vyama vya upinzani katika uchaguzi mkuu ujao unategemea kwa kiwango kikubwa matokeo ya mijadala hii na namna serikali itakavyoshughulikia madai ya upinzani. Tukio hili linaacha swali kubwa juu ya iwapo mustakabali wa siasa nchini utaongozwa na maridhiano ya kweli au mapatano ya kisiasa yasiyo na nguvu ya kisheria. Kwa mtazamo wa wengi, siasa za Tanzania ziko katika kipindi nyeti ambapo kauli ndogo ya kiongozi inaweza kuathiri mwelekeo wa taifa zima. Hali imefanya mijadala mitandaoni na mijini kuchacha, huku raia wakionyesha wasiwasi na matarajio kwa wakati mmoja. Hii imekuwa Kenyascope, na sikosi kukuletea taarifa kubwa zinazogusa siasa na jamii ya Afrika Mashariki. Endelea kufuatilia, usisahau kusubscribe ili uendelee kupata uchambuzi makini kila siku.